Naam, community ya Pi Network Afrika Mashariki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amani ya Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi iwe pamoja nanyi. Pioneer mdogo kuliko wote Afrika Mashariki, Msafiri Mzirai kutoka katika viunga vya Tanga, Tanzania. Leo hii nakuja tena mbele yenu kwa ajili ya kile mlichokuwa mkikihitaji au mkikiomba kutoka kwangu, kutoka kwenye grupu hili la Pi Support Afrika Mashariki. Kile mlichoniomba ni kutokana na voice note zangu za nyuma. Katika voice note moja, wakati nikielezea dashboard ambayo ilikuwa inaelezea fast track KYC, ambapo ndani yake palitajwa watu wa Syria na nchi yao ya Syria. Nikadokeza kidogo kuhusiana na Syria, nikasema mnafahamu ni kwa nini core team wameitaja Syria? Je, ulishawahi kusikia wapi core team wakiizungumzia nchi kama nchi kwa kuitaja jina? Tanzania, Kenya, Uganda, Malawi, Mozambiki, Singapore, Marekani, nje ya mradi wao wakaitaja kwa jina. Yaani baada ya kuwataja pioneer wakawataja kwa ubini wa nchi yao, kama vile walivyotajwa Syrian, yaani watu wa Syria, na ikatajwa na Syria kama vile pioneer wa Tanzania au pioneer wa dunia nzima. Tunatajwa tu kwa jina la pioneer, tunatajwa kama community. Lakini hawa wenzetu wana uspecial gani mpaka wakatajwa kwa jina Syrian na nchi yao ikatajwa Syria? Sasa niliahidi kwamba nitaelezea nini kuhusiana na Syria, lakini sikupata huo wasaa, kwa mkahitaji mara nyingi kiongozi Syria, pioneer mdogo ulisema Syria, Syria. Sasa hebu tuizungumzie kidogo kuhusiana na hiyo Syria. Ina mambo mengi sana, lakini mimi nitayataja kwa uchache yale ambayo nimeona ni muhimu kuwafikishia ili tuunganishe doti. Lengo la kuitaja Syria, kukuelezeeni kuhusiana na Syria, si tu mwijue historia ya Syria, lakini tuifahamu Syria na mradi wa Pi Network, au Syria na Marekani, au mradi wa Pi na Marekani. Kwa hapa kuna vitu vikuu vitatu. Kuna Syria, kuna Marekani na kuna mradi wa Pi Network. Hizi doti tatu nitajaribu kutaka kuziunganisha kwenu. Kwa hivyo voice note hii inaweza ikawa na muendelezo wa voice makala ya kwanza, ya pili, ya tatu, ili kufupisha zisiwe ndefu. Kwa hiyo nitaanza na kuifahamu kwanza Syria. Who is Amanda? Sio Amanda. Who is a Syria? Ni nani Msyria au ni nani Syria? Ina nini hasa Syria? Ina special gani Syria? Naam, Syria kwanza ni nchi ambayo ni nchi kubwa sana katika historia, katika geography, sawa, katika ile geographical, katika masuala ya kijiografia ya dunia, muundo wa dunia ulivyopangiliwa kwa nchi. Syria ni nchi moja muhimu sana na kubwa. Na Syria ni nchi ambayo ina historia pia sana katika vitu vingi, kwa tutajaribu kuvigusia. Kwanza Syria ndiyo nchi
iliyokuwepo katikati mwa dunia. Picha linaanzia hapo kwanza, yaani picha linaanza Syria ndiyo nchi ambayo ipo katikati ya dunia. Yaani utakapozungumzia center of the world, basi utaitaja Syria, au kama ni kitovu cha dunia, kitovu chake, basi utaitaja Syria. Sawa? Kwa sababu hiyo pekee moja, kwanza sababu ziko nyingi. Sababu hiyo miongoni mwa hii ikawa Syria ni nchi muhimu sana katika dunia. Mfano Tanzania. Tanzania tuna mji mkuu na tuna makao makuu ya nchi. Tuna mji mkuu wa nchi ambao ni Dar es Salaam na tuna makao makuu ya nchi ambayo ni Dodoma. Sasa hii Dodoma haijawa tu Dodoma, ina sababu zake makao makuu kuwekwa Dodoma, ambao miongoni mwa sababu ni kwa sababu ndio mkoa uliokuwepo katikati mwa Tanzania. Kwa ukitaka kwenda mashariki mwa Tanzania, basi starting point nzuri ya kufikia ni Dodoma. Ukitaka kwenda magharibi, ukitaka kwenda kaskazini, ukitaka kwenda kusini, basi rahisi mtu wa kusini kufika haraka Dodoma, ni rahisi mtu wa magharibi kufika haraka Dodoma. Dodoma. Ndio maana Dodoma ikawa ni makao makuu ya nchi, na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania likajengwa Dodoma, kwa sababu Dodoma ndio mji ambao unaonekana upo katikati mwa Tanzania. Kwa hiyo hii Syria ni kama Dodoma kwa Tanzania, ili uelewe sasa. Syria ni nchi ambayo ipo katikati mwa dunia, ambao mashariki mwa Syria imepakana na bahari ya Mediterania, ambao bahari ya Mediterania inaelekea bara la Ulaya. Kwa kifupi, Syria imepakana na Ulaya kupitia bahari ya Mediterania. Kwa hiyo imepakana na bara la Ulaya. Kaskazini pia mwa Syria imepakana na Asia kupitia katika hizi nchi za Arabia. Sawa? Imepakana pia na Asia, japokuwa yenyewe Syria ipo Asia. Alafu pia imepakana na Afrika ya Kaskazini ambao ni Misri. Kwa Syria nayo imepakana pia na Misri. Kwa hiyo Syria imepakana na mabara matatu kwa pamoja, ambao imepakana na Europe, Ulaya, imepakana na Asia, imepakana na Afrika. Kwa hiyo kijiografia Syria ni kiunganishi cha mabara matatu. Tunaelewana? Kwa hiyo kijiografia hapa naizungumzia sasa, hii Syria kijiografia imepakana na mabara matatu. Ndio maana Warumi wa kale waliita eneo hilo ni Crossroad of Civilization, kwamba ndiyo barabara kuu au ndiyo njia panda ya kuelekea ustaarabu. Kwa wale Warumi wa kale walikuwa wanaizingatia Syria kama ndiyo njia panda ya kuelekea katika mataifa au katika ile miji ambayo inaonekana ndiyo ya ustaarabu, kwa sababu ustaarabu wa kwanza wa dunia ulianza katika mito ya Tigris na mito ya Euphrates, ambayo hii mito ya Euphrates iko Iraq, ambayo mito hii inatiririsha maji yake inafika mpaka Syria. Kwa hiyo ilikuwa kuelekea katika ile miji ambayo ilionekana ni miji iliyostaarabika, ambao watu walianza kupata ustaarabu wakiwa wanazungumzia kuhusiana na vyakula, mavazi, dini, elimu, miundombinu. Sawa, masuala ya miundombinu hapa walikuwa inazungumziwa. Sasa ili kufikia huko, basi njia ya urahisi kabisa ilikuwa Syria. Sawa. Kwa hiyo Syria ikawa lango kuu la kuingia katika ustaarabu, ambayo waliita ni Gateway of
civilization. Pia sababu nyingine ya umuhimu wa hii Syria, ukitoa jiografia, ukitoa kuwa ni gateway of civilization, pia Syria ndiyo njia kuu ya kale ya kibiashara. Njia kuu ya kale ya zamani sana ya kibiashara ilikuwa ni Syria. Wakati wa zama za kale, barabara ya biashara ya Silk Road kutoka China kuelekea Ulaya ilipita Syria. Kwa zamani China wakati inapeleka biashara Ulaya kupitia Mediterranean, ilikuwa inapitia wapi? Ilikuwa inapitia Syria. Kwa hii Syria ndio ilikuwa njia kuu ya nini? Ya biashara ya kale. Pia barabara ilikuwa inaitwa ni Silk Road kutoka China kuelekea Ulaya. Pia biashara ya mafuta ya kisasa tunavyozungumzia sasa hivi, sasa hivi, barabara kuu ya mafuta ya kisasa, hiyo ni pipeline, imepita Syria. Kwa haya mafuta unaouziwa wewe, unaoyaona wewe, ukitoa mafuta ambao wanaochimba Urusi, Russia, ukiyatoa hayo mengine, basi njia yao kuu inapitia wapi? Inapitia Syria. Pia barabara ya mafuta ya kisasa imepita wapi? Imepita Syria. Nchi hii imeunganisha bahari ya Hindi pia na bahari ya Mediterranean. Kwa hiyo ikawa ni rahisi kuzielekea nchi nyingi duniani kwa kupitia bahari. Kama tunavyojua leo hii sisi, ili kusafirisha mizigo yetu hizi ambazo wanatumia hizi cargos, iwe ni meli au ni sana sana meli, huwa wanatumia bahari, ndio inatumika sana kusafirisha mizigo mingi mikubwa kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine, au kutoka bara moja kwenda bara lingine. Kwa urahisi zaidi tunatumia bahari. Kwa hiyo hii Syria bahati yake imeungana na bahari mbili, baharaini yaltakiani. Bahari mbili zinakutana katika nchi ya Syria ambayo ni Indian Ocean na Mediterranean Ocean. Tunaelewana? Kwa hiyo sasa kihistoria, Syria imekuwa ni the heart between East and West. Imekuwa ni moyo kati ya mashariki na magharibi. Ukitaka kwenda mashariki kwa urahisi ni Syria. Ukitaka kwenda magharibi kwa urahisi tangia zamani ni Syria. Kwa sababu huyu ndio kiunganishi. Tunaelewana? Pia tukija kwenye ramani sasa ya dunia, ambayo hata wewe unaweza ukaichunguza ramani yako ya dunia, mstari wa longitude wa nyuzi 36 east, yani mashariki, na latitude ya nyuzi 34 west north, ambao ni magharibi, na kaskazini, unapita katikati ya Syria karibu na mji wa Homs. Kwa hiyo ule mstari wa latitude na longitude, nyuzi zake zimepita katika mji wa Homs katika nchi ya Syria. Kwa pia katika ramani ya dunia, ili dunia igawanyike vizuri, basi mgawanyo wake unapita Syria. Hivyo basi, ndugu pioneer wa grupu hili unanisikiliza, Syria ni kitovu muhimu sana katika ulimwengu wa kijiografia ya dunia. Pia ni muhimu katika masuala ya kibiashara ya kale na ya kisasa, kwa sababu biashara kubwa duniani ambayo ndio ina drive biashara zote ni masuala ya mafuta. Mafuta yakipanda bei, basi biashara zote unazozifahamu wewe zinapanda bei. Mafuta yakishuka bei, biashara yoyote unayoifahamu wewe nayo inaweza ikashuka bei, kwa sababu mafuta ndiyo yanayoendesha uchumi
wa dunia. Sasa haya mafuta, asilimia kubwa ya uchumi wake, njia yake ya kupitia ni Syria. Kwa hiyo atakayeweza kuidhibiti Syria, basi ameweza kudhibiti uchumi wa dunia. Atakayeweza kuitawala Syria, basi anaweza akawa ni sehemu ya kuitawala uchumi wa dunia, na atakayeiharibu Syria, kuna asilimia kubwa ya kuharibu uchumi wa dunia. Kwa sababu hii Syria pia katika nchi sasa tumeona imepakana na mabara. Nchi zilizopakana na Syria, Syria ipo kati ya Iraq, Jordan, Lebanon na Israeli. Na kijiografia iko katikati ya dunia ya kale pia na dunia ya sasa. Yaani dunia ya kale ilikuwa Syria ipo katikati, na dunia ya sasa hivi pia bado Syria inahesabika kijiografia ipo katikati mwa dunia. Sasa tunakuja, kwa nini Syria ni muhimu sana Syria mpaka ikaanza kutajwa na COATM. Marekani wakaleta chokochoko zao pale, kiasi kwamba hadi yale mataifa makubwa kama wa Russia, Marekani, Irani, Israeli, yote yanahusiana nayo moja kwa moja. Kivipi? Kwa nini Marekani na Syria? Kwa nini Urusi na Syria? Sawa, jibu lake inaweza kawa ni dogo au ni kubwa kama ifuatavyo. Kuna mambo makubwa matano ambayo nimepanga sasa kukuelezea kuhusiana na umuhimu wa Syria, ambalo jambo la kwanza tayari nimesha kuelezea ni swala la kijiografia. Sawa, kwamba ipoje kijiografia. Tuje haya mambo manne ambayo yanaipa umuhimu Syria, kabla sasa hatujaingia kuangalia sasa Syria inahusikaje na mradi wa Pai au Syria inahusikaje na Marekani. Fuatana nami tukijaribu kuichunguza Syria ina nini hasa. Voice note ya kwanza tumeona Syria ina upekee fulani hivi, ambao upekee wake kwanza ipo katikati ya dunia. Hii imeitwa ni miongoni mwa zile nchi ambazo wanaita ni Mashariki ya Kati, sawa, ambao ni hiyo centralized Mashariki ya Kati. Hii Mashariki ya Kati ina historia kubwa sana, ambayo tukaona hii Syria upekee wake pia ukitoa kuwa ni Mashariki ya Kati, japo Mashariki ya Kati zipo nchi nyingi, ambayo Mashariki ya Kati hapa itazungumziwa Lebanon, itazungumziwa Jordan, itazungumziwa Yemen, itazungumziwa Israeli, itazungumziwa Iraki, sawa, itazungumziwa Saudi Arabia, pia inatajwa miongoni mwa Mashariki ya Kati. Lakini Syria nayo ina upekee wake ambao tutakavyozidi kuichambua tutazidi kuona. Sasa hii ambao tukasema hii Syria imepakana na Lebanon kwa magharibi. Kwa hiyo magharibi mwa Syria imepakana na Lebanon. Alafu kusini magharibi imepakana na Israeli. Kusini yenyewe imepakana na Jordan. Mashariki imepakana na Iraki na kaskazini imepakana na Uturuki ambao ni Ulaya sasa. Kwa Uturuki ambao ipo Ulaya imepakana kaskazini na nani? Na Syria. Sasa pia hii Syria ina bandari muhimu sana duniani, ambao bandari hii ipo katika bahari ya Mediterranean, ambao bandari hii inaitwa Tartus na Latakia. Bandari hizi tutazizungumzia hapo baadaye, umuhimu wake ni nini, umuhimu wa kimkakati. Ni bandari moja muhimu sana duniani, ambao hizi bandari ndio chanzo kikuu cha migogoro kati ya Syria na Marekani. Tutaona sasa hapo baadaye vikwazo vilianzia wapi. Sawa. Kwa jambo la pili ambalo liliipa Syria umuhimu mkubwa ni utajiri wa nishati, ambao ni petroli au oili kiujumla, pamoja na gesi, transit routes. Syria yenyewe
kama yenyewe Syria haina mafuta mengi kuliko nchi nyingine kama Saudi Arabia au kama ilivyokuwa Iraq au Iran, sawa? Kama hivyo, sawa. Lakini inayo natural gas reserve, inayo yenyewe ina natural gas reserve hasa mashariki, sawa. Sasa lakini Syria njia kuu za mabomba za mafuta ya gesi ambayo ni gesi na mafuta ya petroli, njia kuu ambayo ni hizo pipelines za kupeleka mafuta na gesi kutoka Iraki na Iran kwenda Ulaya, kwa sababu Iraki wanazo pipeline za kupeleka mafuta Ulaya na Irani nao wanazo pipeline za kupeleka mafuta Ulaya. Sasa pipe zote hizi za hawa watu wawili, Iraki na Mwirani, kwenda Ulaya zimepita katika bahari ya Mediterania kupitia Syria. Kwa njia kuu ya haya mabomba, kwa Ulaya wanapata mafuta, wanapata gesi zao kupitia Syria. Kwa kama mtu ataidhibiti Syria, basi mtu huyo atakuwa amedhibiti kufikia mafuta, kufikwa kwa mafuta Asia, kufikwa kwa mafuta Afrika, kufikwa kwa mafuta Ulaya, sawa? Kwa sababu amedhibiti njia ya upatikanaji wa gesi na amedhibiti njia ya upatikanaji wa mafuta. Mfano, mabomba ya Iraki. Iraki wana mabomba yao ya mafuta yanaitwa Kirkuk Banias pipeline. Yalipita yapi? Syria. Sawa? Iran nao pia wana pipeline za mabomba ambayo yanapita Syria kuelekea Lebanon. Sawa? Kwa hawa Muirani na Muiraki kwanza ni nchi mbili ambazo ni maadui. Alafu Muirani na Muiraki ni nchi mbili ambazo ni maadui pia wanashirikiana na maadui wengine. Mfano, Muirani yeye anashirikiana na Mrusi. Muiraki anashirikiana na nani? Na Marekani. Tutaona hapo baadaye. Sasa mimi nakupa tu ufupi, yani nakupa mwanga ili uone kwamba Syria ina nini na hizi vita mpaka vikwazo vilisababishwa na nini. Kwa hiyo Syria sio tajiri kwa mafuta, bali ni mlango mkuu wa mafuta. Syria sio tajiri wa mafuta, hachimbi mafuta sana, lakini yeye ndiyo mlango mkuu wa mafuta. Mtu anayedhibiti Syria anadhibiti njia ya nishati kutoka Mashariki ya Kati kwenda Ulaya. Bandari za kimkakati, military access point. Sawa, tunakuja swala la pili. Swala la tatu ni umuhimu wa kidini na kitamaduni. Syria pia ina upekee wa masuala ya kidini na kitamaduni. Syria ni mojawapo ya nchi kongwe zaidi za ustaarabu, kama alivyoelezea ustaarabu ile ambao anasema ni gateway of the civilization, kwamba ndiyo mlango crossroad of civilization ni njia panda ya kuelekea katika nchi za miji ile mikuu ya ustaarabu, ambao ustaarabu ni watu waliostaarabika kwanza katika masuala ya kiimani, masuala ya nini mengi sana. Hasa hapa tugusie ustaarabu wa kiimani. Syria ina historia ya ustaarabu wa kiimani sana sana katika mji wa Damascus. Damascus ni mji mmoja mkongwe sana. Ni miongoni mwa miji mikongwe zaidi duniani iliyo hai hadi leo. Sana kabla hata ya Yesu hajakuja, kabla hata ya Musa, tayari Damascus ilikuwepo. Inaitwa Damascus. Ni mji mmoja mkongwe sana duniani na una historia yake. Kwa hii pia ikaipandisha hadhi Syria, kwa sababu tuendelee tutaelewa. Kwa hiyo hii Syria imekuwa ni sehemu muhimu katika historia ya dini kuu tatu, ambayo Uislamu. Uislamu kupitia Khalifa Umayyad alijenga himaya yake Damascus. Ukristo kwa Mtume Paulo, Wakristo wengi
98% tuseme, watufanya 90% tu ya Wakristo wanaamini katika Agano Jipya, ukitoa wale ambao wanaamini sana katika Agano la Kale ambao ni Wasabato, wanaishi pia katika mila za Agano la Kale, lakini ukiwasikiliza Wakristo wengi wao wanaamini katika sana Agano Jipya, ndio wanahisi ndio ukombozi wao uko hapo kupitia kwa kifo cha Bwana Yesu Kristo pale msalabani alivyokufa. Alikuja kuwakomboa watu na nini? Na dhambi zao. Kwa hiyo pia kifo cha Yesu Kristo kilikuja pia kutoa vifungo au vifundo vya laana ya Taurati. Watu wakatafsiri vibaya, lakini laana ya Taurati hapo ilipozungumziwa kama alivyosema Paulo ni kwamba watu walifungwa katika vifungo vya sheria ya matendo, kwamba usifanye hivi ili ufike hivi, fanye hivi ili ufike hivi, usifanye hivi. Yani kwa hiyo ilikawa Taurati ni kama vile vifungo vya matendo, yani hauwezi wewe ukahesabika una imani, hauwezi ukahesabika wewe ni mtu wa Mungu mpaka ufanye matendo. Lakini kwa Bwana Yesu Kristo imani inaweza ikabeba kila kitu, wewe ukahesabika ni mtu wa Mungu. Kwa Yesu Kristo akaja kuwabebesha watu imani, atakayemwamini tu Bwana Yesu Kristo, kufa kwake msalabani ni ondoleo wewe la dhambi. Zamani wewe ili uondolewe dhambi unatakiwa ufanye kafara ya kuchinja mnyama, kondoo, uende ukaone makuhani na nilio hekaluni, wapelekee wachinje, uchinje wewe utoe kafara. Ukifanya kosa unatakiwa kuadhibiwa, upigwe mawe, ukate mkono, uliwe. Lakini kwa ujio wa Bwana Yesu Kristo, kwa imani ya Wakristo wanaamini alivyokuja Yesu Kristo, basi yale masuala ya kupigwa mawe, masuala ya kukatwa mkono, sijui masuala ya kufanyaje, hayo yanaenda kiimani. Sawa? Wewe unaamini, ukimwamini Yesu Kristo hauhitaji tena kuchinja kondoo, kuchinja ngamia kama kafara. Tayari Yesu alishachinjwa msalabani kwa niaba yako. Alishazibeba zile dhambi zako ambazo zilisababisha ukatwe mkono au ukatwe tena mkono. Yesu tayari ameshakatwa msalabani. Baada ya kupigwa mawe hadi ufe, ukishaamini na kukubali Yesu ndio mwokozi wako, upigwi tena mawe. Ushanifahamu? Yani mimi hivyo nilivyoelewa Wakristo katika Agano Jipya. Sasa hawa Wakristo wanaamini hivyo kwa kupitia mafundisho ya nani? Ya Mtume Paulo. Ukisoma katika Wakorinto kama sijakosea, Wakorinto wa pili 15 mstari sura 15 ile inaelezea akiwasema wale wanaosema Yesu Kristo akufa kwa sababu wafu hawafufuliwi, akawaambia akiwajibu kwamba mngalimo katika dhambi zenu, kwamba ninyi mmekuwa mashahidi wa uongo ya kwamba mlimshuhudia kwamba Yesu hakufufuka. Ikiwa wafu wafufuliwi, basi na Kristo naye hakufufuka. Kama wafu kule wafufuliwi, basi Kristo naye hakufufuka. Akisema mbona wafu, basi akiwa anamaanisha mbona wafu walifufuliwa? Hamjasikia kwamba Lazaro alifufuliwa? Hamjasikia kwamba fulani alifufuliwa? Sasa mngalimo katika dhambi zenu, lakini Kristo amefufuka, limbuko lao wale waliolala katika hiyo imani. Sasa Yesu amefanyaje? Amefufuka, amekuwa ni ondoleo na kimbilio la watu wa nini? Wanyonge. Kwa katika maandiko mengine Paulo anasema amekuja kututoa katika laana ya Taurati. Laana akiwa anamaanisha ni yale wewe ukifanya jambo fulani umelaniwa, ukifanya jambo fulani umelaniwa, na alaniwa afanye hivi, amin. Alaniwa alifanya hivi na watoto waseme amin. Lakini laana imekuja kuondolewa kwa kuamini, right? Sasa nisieleze mambo mengi. Sasa huyu Paulo ambaye ameleta hiyo imani, sasa ameleta hiyo imani ya kuwafikishia wasiotairiwa Injili. Yeye bismillah anapewa sasa utume wake na Yesu Kristo mwenyewe. Alikuwa njiani akielekea Damascus, alikuwa akielekea Dameski. Kipindi hiko alikuwa akiitwa Anania. Wakati yuko njiani, anahadithia katika Matendo ya Mitume katika sura 3 tofauti ambazo mwandishi ni Luka. Anahadithia huyu Paulo kwamba wakati akielekea Dameski, ambao ni Damascus, ndio mji wa Syria, sasa alitokewa na Bwana Yesu
aliona mwanga mkali, akaanguka chini, akawa haoni, akasikia sauti ikimuita, Sauli, Sauli, mbona waniuzi? Kama maandiko yalivyosema. Ikamwambia, kisha inuka uende mpaka Damascus, utakutana na Anania, atakuambia ya kupasayo kufanya. Maandiko mengine yanasema akaambiwa pale pale, lakini all in all, kwa mtume Paulo amepewa utume. Maandiko yanasema ndani ya Damascus na Anania, au mengine maandiko hayo yanasema wakati akielekea Damascus ambao ni mji wa Syria. Kwa pia hii Syria ni mji wa kihistoria kwa Wakristo. Tunaelewana? Ukitoa sasa mji wa kihistoria kwa Wakristo, pia ukisoma Biblia kuna mji mmoja unaitwa Antiochia. Hii Antiochia ni Syria ya sasa. Ilikuwa ni miongoni mwa miji ya Syria, sawa? Mitume wengi walioitangaza Injili baada ya Yesu kuondoka walifika na kukutana Antiochia. Walikubaliana na kuzishusha changamoto zao, maana baada ya Yesu kuondoka kulikuwa na mtafaruku na mgawanyiko mkubwa sana. Kuna wanafunzi walikuwa wanafundisha hiki, kuna wengine wanafundisha hivi. Ikawa wao wenyewe wanapingana. Kukawa kuna matabaka, wanaofikisha Injili kwa waliotahiriwa, kuna wengine kwa wasiotahiriwa. Kuna wanaofikisha Injili kwa mataifa, kuna wasiofikisha kwa mataifa. Kwamba sisi tumehusiwa tuifike tu viunga vya wana wa Israeli, wengine hapana. Kwa ikawa kuna Injili akina Petro akioshirikiana na Paulo, na kuna Injili wengine hao. Kwa hiyo changamoto zao zilikuja kufia wapi? Antiochia. Wakakutana akina Barnaba. Barnaba akaitwa, bwana, mbona watu wako huko wanagombana, hebu njoo. Barnaba alivyoenda kule Antiochia, alivyoona lile kanisa kwamba watu wengi wameamini, basi Barnaba alilibariki na akabariki na akatumwa aende akatafutwe Paulo. Sauli naye akaja akaungana na wanafunzi kule Antiochia. Mambo yakafanyaje? Yakaendelea, ambao Antiochia ndio hiyo Syria sasa. Tuachane na hilo. Kwa hiyo hapo tumeona nao Wakristo wana historia yao na hii Syria. Kwa hiyo Uyahudi nao ilikuwa makazi ya Wayahudi tangu karne nyingi kabla ya Kristo. Hii Syria ilikuwa ni makazi ya Wayahudi kitambo hicho, kabla ya nani? Kabla hata ya ujio wa Yesu Kristo. Kwa hiyo sasa Waislamu wana historia nayo, Wakristo wana historia nayo, Wayahudi wana historia nayo. Ukiangalia hawa watu watatu hawa wana dola, sawa? Na kila dola ina nguvu, inataka kumtawala mwenzake. Kwa kama kila dola ina nguvu inataka kumtawala mwenzake, kwa kila mtu anautaka ule mji wa Syria aumiliki yeye. Kila mtu anataka aonyeshe kwamba mimi hapa ni kwangu, kama vile watu wanavyogombaniana kuhusiana na ule msikiti kule Palestina au Israeli, sawa? Baitul Muqaddas, sawa? Ule wanaita pale Jerusalem, ile hekalu lililojengwa na Suleiman. Kwa sababu Wakristo, Wayahudi wanasema ile nyumba ni yao kwa sababu wameikaa miaka mingi. Waislamu wanasema ni ya kwao kwa sababu imejengwa na mtume wao. Wakristo nao pia wanasema ni ya kwao kwa sababu hivyo. Sasa kutokana na hizi dola tatu hizi zina nguvu, kwa kila mtu anataka amiliki pale. Kwa ndio maana na mapigano kila siku, kwa sababu kila mtu anataka aseme mimi hapa ndio muhusika. Mimi hapa ndio muhusika. Sasa hata Syria pia miongoni mwa sababu ukitoa nilizozitaja hapo juu, pia sababu ya kidini imefanyaje, imechangia. Tunaelewana? Kwa hiyo inamaanisha Syria ina uzito wa kihistoria, ya kiroho na kitamaduni pia. Sisi tunaelewana? Lingine ni ushawishi wa kisiasa na kijeshi. Pia Syria ina nguvu ya ushawishi wa kisiasa na kijeshi. Kivipi? Ni mshirika mkubwa wa Irani. Huyu Msyria ni mshirika mkubwa sana na Irani, ambao Irani yeye ni adui mkubwa na nani? Na Marekani, kwa sababu Irani anamsaidia Mpalestina kumpiga Mwisraeli, wakati Mwisraeli ni sehemu ya Marekani. Umeona siasa ya kivita inavyoingia sasa hapo?
Haya. Pia huyu naniliu Msiria ni mshirika wa karibu na Mrusi. Tangia mwaka 1970 huko. Anashirikiana vizuri na Mrasia. Mrasia yeye ni adui mkubwa wa Marekani. Sijui umeona sasa hapo. Yaani huyu Mwisraeli, huyu Msiria, sababu iliyochochea ya yeye kuwekewa mavikwazo pia, yani sababu ya yeye kuwa ni bora, yani sababu ya yeye kuwa ni kitu cha pekee, ana ukaribu na nchi ambazo ni kikwazo katika masuala ya kimikakati ya kisiasa ya kivita na Marekani. Kwa hiyo Urusi anailinda Syria kama ngome ya kuipinga Magharibi. Marekani anataka kuipunguza nguvu hiyo ngome ya Urusi Magharibi. Alafu Irani anatumia Syria kufikia Lebanon kupitia Hezbollah. Kwa hiyo Mwirani naye anamtumia Msyria kwa ajili ya kuifikia kiurahisi Lebanon, kwa sababu Syria ipo kijiografia. Kijiografia Syria ipo karibu sana na Lebanon katika magharibi. Katika magharibi mwa Syria ndio unafika Lebanon. Sasa huyu Iran ana ugomvi mkubwa na Lebanon wa miaka na miaka. Hilo swala tuliacha, ugomvi wao sisi hautuhusu. Sasa ili Muirani yeye aweze kumtandika vizuri Lebanon, anapitia nani? Anampitia njia anayopitia ni wapi? Ya Syria. Sasa kwa Syria yeye ana ukaribu na nani? Na Iran, kwa sababu ya kuibomoa Lebanon. Afu Lebanon ni mshirika wa Marekani. Umeona sasa kazi ilipo hapo? Umeona sasa, yani Syria alivyokuwa ni kiunganishi na alivyokuwa na historia pia. Kwa hiyo sawa. Kwa hiyo kwa sababu huyu Syria kuifikia Lebanon kupitia Hezbollah, sawa? Israeli anaiogopa Syria kwa sababu ya Hezbollah na Iran. Israeli anaiogopa Hezbollah, ambao hao Hezbollah wako Syria, sawa? Na pia ni wanatumiwa na Wairani. Na Mwisraeli naye ndio mshirika wa nani? Wa Marekani. Kwa maneno mengine sasa, ndugu pioneer unaonisikiliza, Syria ni uwanja wa mapambano ya nguvu ya dunia ambao inaitwa ni proxy battleground. Kwa ile mapambano ya nguvu ya dunia, kwa sababu ukizungumzia vita ya Mashariki ya Kati, ndugu yangu, umeizungumzia dunia, kwa sababu Mashariki ya Kati haijipambanii yenyewe, inapambaniwa na watu wengine, mfano Urusi, Russia, China, NATO wanatumia nguvu zao kupambana pale katika Mashariki ya Kati. Kwa ile Mashariki ya Kati ukiona inapigana sijui vita vya Afghanistani, sijui Pakistani, Irani, Iraki, sijui Israeli, Palestina. Ujue hizo vita hizo, sijui Yemen huko, hivyo vita ujue sio kama wanapigana Waarabu peke yao. Kuna mataifa huko yanaumia, yanaingia gharama, mataifa makubwa ambayo yako nje ya pale. Kwa hii Syria sasa, hivi vita vya Mashariki ya Kati yote, njia kuu na msambazaji ni Msyria. Sisi tunaelewana eh? Ndiyo yeye akaitwa ni proxy battleground, yani ile vita vya ndani vile, sawa? Uwanja yeye anahesabika kama ndio uwanja wa kivita, kwa sababu kupitia bandari kuu ya Tartus ambao kupitia Mediterranean sasa imekuwa ni ngome ya jeshi la majini la Urusi. Kwa Russia, zile manuari zake za kijeshi, manuari za Russia za kijeshi na mitambo mikubwa ya mabomu ya nyuklia yamewekwa katika bandari ya Tartus ambayo ipo katika bahari ya Mediterranean ambayo inamilikiwa na nani? Na Urusi. Na ni kituo cha kijeshi cha kudumu nje ya Urusi chenye maana kubwa zaidi kwa Kremlin. Urusi inapita njia ya kupeleka manuari na silaha baharini kupitia Syria. Sawa. Inafanyaje? Inapata kituo cha ujasusi baharini kinachoangalia Israeli, Uturuki
na Ulaya NATO. Kwa hiyo kupitia bahari hiyo ya Mediterranean, kwa sababu hii bahari ya Mediterranean ndio imeunganisha bara la Ulaya kupitia Syria. Kwa hiyo yeye Mrusi anaweza pia akaichunguza, akaifanyia ujasusi Ulaya, hususani wasimu wake NATO, pia akaichunguza Israeli, Uturuki kwa kupitia nini? Bahari ya Mediterranean ambayo sehemu kubwa inamilikiwa na Syria. Sijui tunaelewana? Kwa hiyo sasa Syria kwa Urusi sasa, yani ni kama vile kibanda chake cha uani kwa ajili ya kuhifadhia nini? Ya kuhifadhia silaha zake. Kwa hiyo sasa, baada ya kujua hayo, kwa nini sasa Marekani ilianza kuipiga Syria na kuiwekea vikwazo? Sasa, baada ya kujua hayo yote kwa kifupi, lakini kuhusiana na Syria, ilikuwaje Marekani ikaanza kuiwekea vikwazo Syria? Ikaanza na yeye kumpiga Msyria. Alianzaje? Fatana nami katika voice note ya 3. Lakini hizi yote hizi ni story nakopa. Lakini story zote hizi lengo tunataka tuujue mradi wetu wa Pai unahusianaje na Syria na tujue Marekani inahusianaje na Syria. Naam, community, hii ni voice note ya 3 ikielezea kuhusu Syria. Ina nini Syria na Marekani? Swali tulilotoka nalo katika voice note ya 2, kwa nini Marekani ilianza kuipinga Syria au kuipinga na kuanza kuiwekea vikwazo? Sababu za haraka. Miongoni mwa sababu ilikuwa ni udhibiti wa nguvu na nishati, energy geopolitics. Kwa maneno mepesi zaidi ili uelewe ni kwamba Marekani hakuitaka kusambaratisha Syria kwa jina tu, bali ilitaka kuidhibiti au kuipunguza nguvu yake, kwa sababu Syria ilikuwa kizuizi kikubwa katika mfumo wa kimataifa ambao Marekani inataka kuongoza. Kama tulivyoelezea huko nyuma ya kwamba Syria imekuwa ni kiunganishi cha mabara makubwa matatu, sana sana Ulaya, ambao Ulaya ni sehemu Ulaya pamoja na Asia ambayo ina nguvu kubwa ya rasilimali ya dunia ambayo ni mafuta na gesi. Kwa Marekani inataka kuongoza Ulaya katika masuala ya kiuchumi, kama nilivyoelezea pia katika voice note za awali kabisa za stori zangu kuhusiana na Marekani ilivyokuwa imejikomboa katika watawala wake. Lengo lilikuwa ni kutaka kufanyaje? Kujitawala na kuongoza pia dunia. Kwa hiyo Syria akaonekana ni kikwazo, kwa sababu hauwezi ukawa unaongoza, wewe ni kiongozi alafu hauna rasilimali, hauna pesa, hauna nguvu, kwa hiyo hauna maeneo. Kwa maeneo ni sehemu ya wewe kufanyaje? Kujiwekea uhakiki wa utawala. Kwa hiyo Marekani akamwona Syria kama ni kikwazo, kwa sababu anashirikiana na watu ambao wanakuwa ni kikwazo katika ile mipaka ya kutaka kuitawala dunia. Kama nilivyosema, ukidhibiti na kushikilia Syria kwa asilimia kubwa utakuwa umeshikilia na kudhibiti uchumi wa dunia. Sawa? Kwa hiyo Pioneer, hebu tuchambue sasa kwa undani kwa mtazamo wa kisiasa, kiuchumi na kijiografia. Kwa nini Marekani aliona kuna umuhimu wa kutaka kuiwekea vikwazo au kuipiga Syria? 1. Syria ilikuwa mshirika mkubwa wa Urusi na Iran. Tangu miaka 1970 kama nilivyosema, Syria ni ngome ya Urusi Mashariki ya Kati. Bandari ya Tartus ni kituo cha kijeshi cha Urusi cha pekee katika bahari ya Mediterranean kama nilivyoelezea huko juu. Sasa rais wa Syria au mfalme au kiongozi wa Syria Bashar al-Assad
wengi mshasikia hilo jina au mnamfahamu. Bashar al-Assad alitoa ruhusa kwa vikosi vya kijeshi vya Urusi kuingia wapi? Kuingia kuitumia bahari ya Mediterania, na akawa kiunganishi muhimu kati ya Moscow na Tehran. Sawa. Kwa ile Moscow na Tehran ambao ni mji wa Syria ikawa ni kiunganishi kupitia bahari ya Mediterania, ambao ruhusa hiyo imetoka kwa nani? Kwa Bashar al-Assad. Sasa kwa Marekani hilo lilikuwa ni tishio kwamba sasa kwa sababu gani? Maana Urusi ingeweza kufikia Israeli kwa urahisi kwa sababu anapitia kupitia bahari ya Mediterania. Akiweza kuingia na kuweka ngoma yake Syria, tafsiri yake ameweza kuifikia Jordan kwa sababu imepakana na Syria. Anaweza kuifikia Israeli kwa sababu imepakana pia na Syria. Kwa hiyo kumdhoofisha Bashar al-Assad. Kwa Marekani akaona sasa hapa tunatakiwa tuanze kumdhoofisha Bashar al-Assad, kupunguza nguvu ya Urusi katika Mashariki ya Kati. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni mradi wa mabomba ya gesi na mafuta, pipelines, vita ya mabomba ya gesi. Hii vita ilikuwa ni kubwa sana. Na huu ndiyo sababu ya ndani kabisa ambayo iliyopelekea Marekani kuanza kuiwekea vikwazo Syria. Kwa sababu ya nini? Ya hizi pipelines gas au pipeline oil. Kivipi? Qatar walikuwa na mradi sawa. Qatar walikuwa wana mradi unaungwa mkono na Marekani. Wakatari walikuwa na mradi wao wa mafuta wa gesi ya kupeleka mafuta Ulaya, ambao mradi huo ulikuwa unaungwa mkono na Marekani. Qatar ilipanga bomba la gesi pipeline kutoka Persian Gulf, kutoka Ghuba ya Persian kupitia Saudi Arabia, Jordan, Syria, Turki kuingia Ulaya. Hiyo ndio njia hiyo ambayo ilikuwa inapita mabomba ya gesi ambayo inatoka Saudi Arabia inafika kwanza Syria, ikifika Syria ndio inaenda Uturuki, Ulaya hiyo. Ambao lengo ni kupeleka gesi kwa Ulaya badala ile ya Urusi. Sawa? Lakini mradi na Muirani naye ambaye ni mwasimu, ni adui wa Marekani. Iran naye alikuwa ana mpango wake pia wa nini? Wa bomba la mafuta. Iran ilipanga bomba jingine la mafuta kupitia Iraq, Syria, Lebanon, Mediterranean kuingia Ulaya. Kwa lengo kuongeza ushawishi wa Irani na Urusi katika masoko ya Ulaya. Sawa? Kwa ikawa Qatar wana bomba lao la mafuta linalopeleka la gesi kupeleka Ulaya, ambao Qatar mpango kazi wake ulikuwa unaungwa mkono na Marekani. Alafu na Muirani naye akana bomba lake la gesi ambalo nalo linapita hapo hapo Syria. Kwa wote njia yao ni Syria kupeleka mafuta Ulaya. Lakini Muirani akawa anaungwa mkono na Mrusi, alafu na Qatar akawa anaungwa mkono na Marekani. Sasa tunakuja sasa rais wa Syria Bashar al-Assad akakataa mpango kazi wa Qatar wa kupitisha bomba la mafuta wapi? Katika Syria. Akakubali mpango kazi wa Iraki wapitishe bomba lao kupeleka wapi? Ulaya. Kwa hiyo Marekani akaona kumbe Syria amekataa mpango kazi ambao mimi naunga mkono, amekubali mpango kazi wa gesi ambao mimi nitapata faida hapo kupitia huo mpango kazi, kwa sababu nitaweka pesa zangu, nitaingia ubia, nitatengeneza miundombinu mimi kupeleka mafuta Ulaya, na mimi nachukua kodi au nachukua tozo kupitia hizo gesi. Lakini ule mpango kazi kaukataa, isipokuwa amekubali mpango kazi wa Irani, ambao Irani yeye anaungwa mkono na nani? Anaungwa mkono na Russia, ambayo Russia ni adui wa Marekani. Basi Marekani akaona kuna haja sasa ya kumuondoa
Bashar al-Assad madarakani. Kwa hiyo Marekani, Saudi Arabia, sawa, Qatar wakaona Syria amechagua upande wa adui, sawa ambao Marekani na Saudi Arabia yeye ni kibaraka pia wa nani? Wa Marekani, kwa sababu jeshi linaloilinda Saudi Arabia linapewa nguvu na linatoka Marekani, silaha zinatoka Marekani. Hao Qatar nao vivyo hivyo, ni baba mmoja mama mmoja. Sasa ndipo juhudi za mabadiliko ya utawala zikaanzia hapo. Kwa hiyo vita ya Syria ilikuwa ni vita ya mabomba ya gesi. Sasa kazi ndiyo ikaanzia hapo. Hiyo ni sababu ya pili. Sababu ya tatu, Syria ilikuwa ni kizuizi cha Israeli security belt. Israeli ni mshirika mkubwa wa Marekani na Syria imekuwa adui wa muda mrefu na Israeli, hasa kuhusu eneo la Golan Heights, ambao huko Golan Heights ndio wanapochimba mafuta na gesi Syria. Kwa hiyo Marekani ilikuwa na maslahi ya kuidhoofisha jeshi la Syria kwa ajili ya kuilinda nini? Ya kuilinda Israeli. Kugawanya nchi hiyo vipande ili isiwe tishio kwa nani? Kwa Israeli, na kuhakikisha utawala unaofuata hautakuwa wa kuipinga Israeli. Kwa lugha nyingine, Marekani waliona kuwa usalama wa Israeli ni kuidhoofisha Syria. Sawa, usalama wa Israeli ni kuidhoofisha Syria. Nne, sababu nyingine ni kudhibiti ukanda wa Mashariki ya Kati. Syria kama nilivyosema ipo ukanda wa Mashariki ya Kati, tena ndio katikati yenyewe. Ukanda huu huitwa na wanajeshi wa Magharibi the Shia Crescent. Sawa, unaunganisha nchi zinazoshirikiana kidini ambao ni Shia Waislamu na kisiasa dhidi ya Marekani na Israeli. Kwa hiyo Marekani ilitaka kuuvunja ukanda huu kwa kumdhoofisha Bashar al-Assad wa Syria na kupunguza ushawishi wa Iran na pia kupunguza ushawishi wa nani? Wa Russia, na kulinda washirika wake wa Sunni kama Saudi Arabia, Jordan na Qatar. Kwa hiyo Marekani yeye hakutaka Syria ianguke bure tu, bali alitaka kuiondoa kama ngome ya Urusi na Irani, kuhakikisha Israeli iko salama na kulinda maslahi ya gesi na mafuta ya kaskazini mwa Mashariki ya Kati. Tunaelewana? Sasa Marekani ilifanya nini katika jitihada za kuisambaratisha Syria? Kwa hiyo baada ya yote hayo, kuona hivyo vikwazo nilivyokutajia hapo vinne hapo juu, sasa je, Marekani alifanya nini sasa? Aliingia hatua gani? Picha likaanzia hapa sasa. Mwaka 2012, sawa, ikaanza operation sasa ya kuisambaratisha rasmi Syria. 2012 ni mojawapo ya operation za kisasa zaidi ambazo Marekani iliifanya kwa njia fiche, yaani hawakujionyesha kwamba ile vita ni ya kwao. Kama kawaida ya Marekani, vitu vikubwa vinavyoihusisha dunia hawasemi ni vya kwao kamwe. Vitu vinavyohusisha dunia au vitakavyohusisha nchi nyingine huwa hawasemi hicho kitu ni cha kwao. Marekani wametumika kuziangusha nchi nyingi sana duniani, lakini ukiangalia kwa picha ya nje unaona kama ni wananchi wenyewe wamehusika, lakini kumbe ni wao Marekani ndio mipango yao kupitia CIA. Sawa. Kwa Marekani walitumia mwaka 2012 wakatumia njia ile ile wanaoitumiaga kwa kutumia watu wengine kuipiga nchi fulani au kuleta jambo fulani, kama vile ilivyokuwa mradi wa Pi Network. Watawatumia watu ambao si raia wa Marekani ili isije ikaonekana Marekani wamefanya kitu fulani.
kikifeli au kikifaulu kisije ikaonekana kama ni cha kwao. Kwa mwaka 2012 kisasa zaidi ambacho Marekani ilifanya hiyo vita kwa njia fiche bila kuonekana waziwazi kama ndio wao waliohusika na hiyo vita. Ni kisa kizito sana cha kijasusi, kidiplomasia na teknolojia ya kivita, na kimechangia sana sura ya Mashariki ya Kati tulionayo leo hii. Unayoiona leo hii Mashariki ya Kati, basi sura hiyo ilianzia hapo. Sawa? Sasa tuchambue, tuingie misheni hiyo ilikuweje? Sawa? Lengo kuu la Marekani moja ilikuwa ni kumdhoofisha Bashar al-Assad au kumng'oa kabisa madarakani, ambaye alikuwa ndio rais wa Syria, aliyeungwa mkono na Mrasia na Muirani. Pili ilikuwa ni kupunguza nguvu ya Urusi Mashariki ya Kati ili Marekani ndio waitawale Mashariki ya Kati. Kudhibiti mtiririko wa mafuta na gesi katika eneo la Levant ambalo linadhibitiwa na Urusi. Kujenga ushawishi wa kidemokrasia kwa kutumia makundi ya waasi wenye wastani, moderate rebels. Sasa ni nini kilitokea? Sawa. Mnamo mwaka 2012 kulianza operesheni yenye jina la Timber Sycamore. Hii ndiyo jina la halisi la operesheni hiyo fiche iliyoanzishwa na CIA mwaka 2012. Wahusika wakuu walikuwa ni CIA. Iliratibu operesheni na ufadhili ambao walipitia ni Saudi Arabia na Qatar. Walitoa fedha na silaha nyingi. Saudi Arabia na Qatar walitoa fedha kwa ajili ya kuisambaratisha na kuidhoofisha Syria. Jordan na Uturuki walitoa njia za kuingizia silaha, logistic routes. Waasi wa Syria, Free Syrian Army na makundi madogo madogo walipokea mafunzo na silaha kutoka kwa Saudi Arabia na Qatar. Ambao Saudi Arabia na Qatar hizi silaha zilikuwa zinatoka Marekani, lakini pia zilikuwa hazinunuliwi Marekani. Mbinu zilizotumika: moja, mafunzo ya kivita kwa siri. Waasi walipelekwa katika kambi za kijeshi huko Jordan na Uturuki, wakapewa mafunzo na CIA. Mafunzo ya kivita yote, kutumia silaha, jinsi ya kufanya ujasusi, jinsi ya nini, mafunzo ya kijeshi, yani kila kitu kinachohusiana na masuala ya vita walifundishwa huko. Na ufadhili wa silaha ambazo silaha nyingi zilinunuliwa katika Ulaya ya Mashariki, ambao katika nchi za Bulgaria, Croatia, Serbia ndio zilizitumika, ambazo Marekani walikuwa wanapeleka silaha katika hizo nchi, alafu then Saudi Arabia na Qatar wanaenda wanazinunua na wanazipeleka Syria kwa ajili ya vita. Tatu, wakafanya propaganda na ushawishi wa mitandao ya kijamii. Sasa hapa ndipo kiini cha mzozo wa kumng'oa Bashar al-Assad kikaanzia hapo, katika propaganda na ushawishi wa mitandao ya kijamii. Waliandaa propaganda kwamba mashirika ya civil society na media activities kama vile White Helmet yalipokea ufadhili wa Marekani ili kuonyesha picha za kuteswa kwa raia wa Syria dhidi ya utawala wa Bashar al-Assad, jambo lililosaidia kuhamasisha hatua ya kijeshi za Marekani za Magharibi. Kwa hiyo kuna media either ni za watu binafsi au ni za taasisi zikapokea nini? Taarifa, zikapokea fedha, ufadhili, ziandae machapisho, ziandae makala zikionyesha kwamba raia wa Syria wanateswa, Bashar al-Assad ni mnyonyaji, kama vile ilivyotokea, kama vile Marekani walivyofanya kwa utawala wa Barack Obama 2011. Mwaka mmoja kabla ya vita hii ya Syria, 2011 kulianzishwa program ya kuondoa wale watawala wa falme za nchi za Kiarabu za Kiislamu ambazo wanatawala kifalme, wanatawala hivyo yani kifalme, ambayo walikuwa wamelenga sana Syria, walilenga Libya, walilenga Misri
Sawa. Libya wakafanikisha, walitumia njia hii hii ya kutumia media, social media, kuwapandikiza watu, kuwalipa watu wale wale raia wa mule mule nchini, wanalipwa pesa and then wanasema bana, huyu Muammar Gaddafi bwana hatufai. Kwa nini amekaa madarakani siku zote hizo, achi nchi, yeye ndio yeye tuwe bwana, sisi tuna kweli. Watu wakaingia mkenge, wakaanza kuandamana. Jamani, tuandamaneni, tuandamaneni. Watu wakaanza kuandamana, wakaingia barabarani. Watu wameingia barabarani, hawajulikani silaha zinatoka wapi. Washangaa mara walioingia barabarani, watu wana silaha, wana silaha, wana silaha. Mwisho wa siku kweli wakamuua Gaddafi. Walivyomua, nini kimetokea? Angalia nchi sasa hivi ya Libya inavyoishi kwa shida, mateso. Mwaka mmoja baadaye au miezi michache baadaye, mfumo ule ule uliotumika Syria, uliotumika Libya ndio ukatumika tena Syria, kwa kuwachochea watu kwa kupitia social media kwamba Bashar al-Assad ni mnyonyaji. Ona watu wanavyoteswa, wamelipwa watu kwa ajili ya kuteswa. Yaani watu wamelipwa kwa ajili ya kutesa watu, na hao wanaoteswa pia wamelipwa. So unajua Waislamu walivyo, kujitoa mhanga kitu cha kawaida. Mtu analipwa ateswe. Yaani mtu ashalipwa, ameshalipwa, uhai wake umenunuliwa. Mtu yuko razi auliwe, achinjwe, apigwe risasi kwa ajili ya kuonyesha jamii kwamba hao wanaofanya hivyo ni kikundi cha Bashar al-Assad. Kweli watu wakafanikiwa kuona kwa ili huyu Bashar al-Assad hatufai. Vita vikaanza. Kama vile inavyotokea Tanzania, kuna mtu mmoja yuko Marekani, yeye ni Mtanzania, yuko Marekani, anatuambia ya kwamba serikali ya Tanzania ni wanyonyaji sana. Serikali ya Tanzania kupitia chama fulani, chama chao iko kinawatesa wananchi, kinawalalia wananchi, akionyesha klipu zikionyesha naniliu vigogo, mtoto wa rais anavyokula bata na Rolls Royce yake, anavyoenda Dubai, akionyeshwa sijui mkuu wa usalama jinsi mtoto wake kwenye mke mdogo kulivyokuwa na Rolls Royce ya kutosha, ikionyeshwa sijui jinsi gani. Alafu tunaambiwa Oktoba 29 tuandamane, tupinge utawala wa kizandiki huo. Alafu hao wanaokuambia uandamane, wao hawapo Tanzania, wako Marekani. Mfumo ule ule uliotumika kumuondoa Muammar Gaddafi, ambao leo hii Libya inaishi kwenye mateso wakikumbuka ujinga waliofanya. Mfumo huo ukatumika Syria kwa kumuondoa Bashar al-Assad, ambao wa Syria wakaishi katika mateso kwa miaka kadhaa, ambao nchi za Mashariki ya Kati zinaishi kwa mateso kwa mfumo huo Marekani wanaotumia kuonyesha kwamba watu wanateswa, kumbe ni wao ndio wanatumika nyuma ya pazia. Kwa ndio mfumo huo unaotumika kwa huyo mtu. Usione tu yuko pale anaisema serikali kwamba nyuma yake hakuna mtu. Wako watu nyuma, wanataka kutusambaratisha Watanzania. Kwa ndugu yangu, akili kichwani mwako. Oktoba 29. Nitumie fursa hii kukuasa ndugu yangu Pioneer. Wewe ni tajiri. Isije ikafikia wakati wa utajiri huna miguu, huna macho, ni kilema. Imefika tarehe 27, 28, fanya manunuzi ya chakula chako, weka ndani. Fanya manunuzi mahitaji yako. Mimi naamini tarehe 29 hakuna, wanafunzi hawataenda shule, watumishi wa serikalini baadhi hawataenda kwenye naniliwa, itakuwa ni siku ya mapumziko kwa ajili ya wewe ndio kapige kura. Kama wewe umepanga kupiga kura, kapige kura, rudi zako wapi? Nyumbani, katulie, upumzike. Tumeambiwa siku hiyo kuna watu watafanya usafi. Isije mguu wako ukahesabika ni sehemu ya takataka ukabebwa. Isije mwili wako ukahesabika ni sehemu ya takataka ikabebwa. Kuna watu siku hiyo watakuwa wanafanya usafi. Kwa mimi nikuase pia nafasi hii ndugu yangu, achana na kufuata vibaraka. Watu wanalipwa sasa hivi kuichafua
nchi, kuichafua serikali. Tujalie kweli serikali ni wanyonyaji, tujalie kweli serikali wanatutesa, tujalie hivyo, lakini angalia maisha yako na familia yako. Hayo mambo yaache, mambo ya watu hayo, sawa? Kwa hiyo lengo mimi la kukwambia hivi si kukutisha, hapana. Ni kwamba Marekani wametumia mbinu nyingi. Kwa hiyo wakatumia hizi mbinu za propaganda, kuweka propaganda katika social networks kwamba rais fulani, Rais Bashar al-Assad anatesa wananchi wake. Kwa hiyo wananchi wakaingia front line. Kwa CIA walitumia hizo mbinu, vita ikaanza. Kwa hiyo awamu ya kwanza ya vita ilikuwa ni 2011 mpaka 2012 mpaka 2014. Waraia walipigwa sana, raia waliuliwa sana, wamekaribia watu 500,000 walipoteza maisha. Milioni za watu walikuwa ni wakimbizi, ndugu zangu, nakwambia. Lakini mwaka 2015 sasa kuelekea 2017 makundi yaliyopokea msaada yalianza kugawanyika. Sasa wale waliokuwa wanapokea msaada, makundi yale yakaanza kugawanyika. Baadhi ya silaha za Marekani ambazo zilikuwa zinaingia kwa kupitia Saudi Arabia na Qatar zikaanza kuingia mikononi mwa ISIS, Islamic State in Iraq and Syria, au ISIS, Islamic State in Iraq and Syria, sawa, ndio walikuwa wanajiita hivyo. Na kundi la An-Nusra Front, kundi lenye uhusiano na Al-Qaeda, kundi lenye uhusiano na Al-Qaeda. Kundi la Al-Qaeda ni kundi ambalo limeundwa na liliasisiwa na Osama bin Laden, ambayo Osama bin Laden ndio alipitishwa naye mafunzo na nani? Na Marekani kwa ajili ya mission. Kama nilivyosema, Marekani huwa wakifanya mission zao hawatumii raia wao. Huyu Osama bin Laden alitumika katika operation ya Afghanistan dhidi ya Soviet, dhidi ya kuwasambaratisha Russia, sawa, miaka ya 70 huko, sawa, kuisambaratisha Russia ambao ilikuwa ni vita ya Soviet na Afghanistan. Kwa huyu Osama bin Laden mwisho wa siku akaja kuwa ni muasi, kwa sababu huyu Osama bin Laden yeye alikuwa ni mtu wa Sunni, ni raia wa Saudi Arabia. Kwa hiyo baada ya vile vita kuisha, miaka hiyo ya 80 hapo katikati, ile vita kuisha, kwa hiyo Mrashia akarudi zake kwao, Marekani naye akarudi zake kwao. Lakini baadaye Marekani akaonekana amerudi wapi? Amerudi Saudi Arabia na kuwafadhili Saudi Arabia. Kwa hiyo sasa Osama akasema, kwa nini hawa makafiri wa Marekani tena wamerudi katika nchi takatifu yenye mji wa Maka, yenye mji wa Madina alipoishi Mtume kutufadhili? Akabidi aongee na serikali yake, bwana, hawa watu vipi, hebu kutuondoe. Lakini Saudi Arabia wakakataa, akasema sasa mimi nitawaondoa mimi. Akaanza kuwageuka mabosi zake ambao ni wa Marekani waliompa mission, kazi. Kwa Osama bin Laden akaunda kundi lake ambalo likaitwa Al-Qaeda, ambalo Al-Qaeda limetokana na neno la Kiarabu lenye neno la qaida, msingi au ngome, sana sana ni msingi, qaida, ambao qaida kwa Kiarabu, kwa mfano wale wanaosoma, watoto wanaosoma Kiarabu, wanaosoma Qurani, huwa wanafundishwa kwanza qaida zile ambazo zinaitwa alif be te the, ambao ni a ba ta tha jim. Hizi ni qaida, kwa ni msingi wa kujua Qur'ani au ni msingi wa kujua Kiarabu. Kwa hiyo huyo Osama bin Laden akaanzisha kundi lake likaitwa Al-Qaeda, ambao ni msingi au ngome. Ndio akaanza mission mpaka akaja akafanya ile matukio ya September 11 mwaka 2001, kulipua ile majengo pale Marekani, sijui Pentagon na sijui nini tower ile, akayalipua Marekani. Ndipo hapo 2001 Marekani wakatangaza rasmi kwamba Osama bin Laden ni gaidi, kwamba popote atakapoonekana basi kuna fungu limetengwa
atakayemuua Osama au atakayemleta Osama, kuna fungu limetengwa. Kwa hiyo huyo Osama alianzisha kundi la Al-Qaeda. Ila kundi la Al-Qaeda sasa 2015 katika vita vya Syria ndio ikaisaidia ile An-Nusra Front kuitetea Syria. Kwa Russia ikaingilia moja kwa moja mwaka 2015 katika vita vya Syria dhidi ya Marekani, ikimsaidia Bashar al-Assad kwa ndege za kivita, na hali ikabadilika kabisa. Marekani wakaona hapa tumeingia sasa cha kike. Kama Mrusi yupo, Al-Qaeda yupo, ISIS yupo, Islamic State yumo ndani, hapa sisi tunaona tunapuyanga. Kwa hiyo awamu hiyo ya mwisho ya vita ilikuwa ni mwaka 2018, vita vikaisha. Kwa hiyo Bashar al-Assad akaendelea kubaki madarakani na Marekani wakawafanyaje? Wakawa ile vita wamefanyaje? Wameondoka. Kwa CIA ikasitisha rasmi ile programu yao walioita ya Temba Sycamore baada ya kugundua kuwa walikuwa wanachochea machafuko ya ndani badala ya kutafuta kile ambacho walikuwa wanakitaka, kwa sababu wanaona yule adui yao ambao ni Bashar al-Assad bado yupo dhidi ya maadui na ameweza kutetewa. Lakini mwisho wa siku matokeo yalikuwaje? Athari iliyopatikana ilikuwa ni kubwa sana, kama vifo vilivyokutajia, zaidi ya watu 500,000 walipoteza maisha. Kisiasa, al-Assad alinusurika madarakani. Urusi ikaongeza ushawishi wake dhidi ya kumtetea Bashar al-Assad, na kiusalama ISIS ilitokea kwa nguvu kutokana na mgawanyiko wa waasi, na pia kiuchumi magharibi ilipoteza udhibiti wa nishati ya Syria. Hapa sasa katika operesheni hii ya Syria ilionyesha tabia ya Marekani ya kisiasa kupigana vita kupitia mikono ya wengine kama ilivyo kawaida yao bila kuonekana, lakini kwa gharama kubwa kwa raia. Kwa maneno ya wataalamu wa masuala ya ujasusi, mfano Michael Score aliyekuwa ni CIA alisema hiyo Temba Sycamore iliyoanzishwa 2012 ilionyesha kwamba unapomwaga silaha katika nchi ya wenye migogoro unajenga moto ambao huwezi tena kuuzima. Kwa hiyo moto ule uliwaka, ukawaka na ukawaka tena. Kisha sasa baada ya vuguvugu kuisha la vita 2018 vuguvugu hilo la vita kupoa sasa, kwa maana halikuisha, kupoa 2018, 2019 ndipo mradi wa Pi Network ukazinduliwa rasmi kutoka pale pale Marekani. Je, unadhani ni nini kilitokea?